tofauti kidogo, ingawa kinaendana na maeneo haya. Mungu akubariki sana. Na ndio maana siku moja, baada ya kutambua na kujua na kufahamu kwamba Biblia ni nini, leo watu ukija kuwauliza habari ya Biblia hawajui maana yake. Kumbe Biblia ni vitabu vilivyounganishwa, ni vitabu ikiwemo kitabu cha nabii Isaya. Enzi hizo ilikuwa inaitwa chuo cha nabii Isaya, chuo cha Yeremia. Kwa hiyo walikuwa wanaita kama chuo au gombo. Kwa hiyo ina maana wakachukua yale magombo au vile vyuo wakavikusanya, zikiwemo na nyaraka, zikiwemo na maneno mengine, wakakusanya wakaiita Biblia. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo lazima utambue na ujue kuna maeneo ambayo unaweza ukasoma ukawa na maswali ya kutosha. Na ndio maana hii sura ya 9 anazungumzia habari ya Yesu alipowatokea Elia na Musa na Elia. Lakini alivyoeleza sivyo alivyoeleza Mathayo. Mathayo ndiyo anaeleza habari ya undani zaidi na uelewa zaidi. Huyu anaeleza habari ya hiyo, najikuta kuna mambo ambayo yanaweza yakakutoa katika misingi ambayo unayotakiwa kutambua. Na ndiyo maana sisi ambao tunaojua, tunaotambua, ndio tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu sio anakufanya kujua maandiko. Roho Mtakatifu anakufanya kuishi katika matakwa au katika mapenzi yake yeye ambaye aliyetutafuta. Sema amen. Pungia mkono hewani na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, hongera sana kuwa na Roho wa Baba. Kwa hiyo tayari tunajua eneo hili. Ninataka nizungumze mambo mawili tu ambayo nitembee nayo katika hiyo sura ya 9. Ukija kuangalia Yesu, kuna mambo ambayo aliwadhibitishia kwamba kuna mengine yanawezekana kwa kuamuru, na kuna mengine yanawezekana kwa kuomba, na kuna mengine yanawezekana kwa kawaida ya binadamu. Mungu akubariki sana. Na ndio maana Yesu alipokuwa na wanafunzi wamekula, amewafundisha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, anawaambia wanafunzi wake kwamba hapana, tumejifunza siku 3 usiku na mchana. Yawezekana hao watu waliosikiliza neno hawajala chochote. Hawezekana hao watu wako bize na kusikiliza habari za ufalme wa Mungu. Yawezekana wana njaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ambayo ni tofauti na leo. Leo watu mambo ya Mungu hawayapendi kabisa, na ndio maana mpaka ibada zimekuwa ni za masaa. Leo ukija kuangalia, nenda makanisani, ibada ni masaa 2, linafungwa mlango, watu wanaenda kwenye mambo yao. Watu ibada masaa 3, wanafunga milango, wanaenda kwenye shughuli zao. Ibada ni masaa 6, watu wanafunga, wanaenda kwenye shughuli zao. Wengine ni saa 1:30, wanafunga, wanaenda kwenye shughuli zao. Wengine mpaka nusu saa. Lakini Yesu aliwafundisha usiku na mchana. Hakuna mtu aliyesema ninakabiliwa na ada ya watoto, ninakabiliwa na watoto kupeleka shuleni nikatafuta chochote. Watu walikuwa wamejaa moyo uliopondeka. Sema amen. Mwambie jirani yako, andika la kwanza, moyo uliopondeka. Andika hilo la kwanza, moyo uliofanyeje? Oje, moyo uliopondeka unao? Muulize jirani yako. Leo nataka tuzungumze ili unapokuwa katika habari ya kuomba, habari ya kutenda, habari ya kufanya, lazima utengeneze mazingira yako yawe imara katika upande wa Mungu. Usitamke tu imradi Mungu, bali utembee katika uhalisia wa watu ambao waliopondeka mioyo yao. Mathayo anazungumza, anasema kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Bwana.
usiite moyo safi tu, ongezea ni watu waliopondeka mioyo yao. Sema amen. Je, moyo wako umepondeka? Muulize jirani yako, moyo wako umepondeka? Kama moyo wako hujapondeka, utakuwa ni shida. Na ndio maana sisi mioyo yetu imepondeka. Hata ukiniambia jambo lolote, moyo wangu mimi umepondeka, mimi tayari ni wa Bwana, wewe ni wa Bwana.